الله يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا حمدك يا رب على النعم التي أنعمت علينا، نعمة الإسلام والإيمان، ونعم كثيرا، نعم كثيرة لا تحصى. سبحانك اللهم بحمدك، اللهم إنا نسألك رضاك. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ndugu zangu katika imani, watazamaji wa TV hii adhim Africa TV 2, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maratan ukhra, tunaonana katika kipindi hiki muhimu sana, kipindi kinachogusa maisha yetu kwa ujumla, kipindi kinachogusa mafanikio yetu ya hapa duniani na kesho akhera, nayo ni kipindi cha aqida. Aqida ni jambo la kwanza kabisa ambalo napasa Muislamu alitilie umuhimu. Kwa hiyo ndio maana tupo katika mlolongo huu wa masomo haya, wa vipindi hivi, ambapo ndani yake tunajifunza masala mazima ya iman, na tukakipa jina kipindi hiki kwamba al-iman huwa nuru alladhi yudhi'u at-tariqa. Iman ndio nuru ambayo inatoa mwangaza wa njia, au al-hayat, inatoa mwangaza wa maisha yetu, vipi tuishi. Ndugu zangu, katika mlolongo wa vipindi vyetu, katika kipindi chetu cha leo biidhnillahi taala, baada ya kuzungumzia al-imanu billah, nguzo ya kwanza hii, na kuzungumzia wale ambao wamekwenda kinyume na mafundisho au na maana ya nguzo ya kwanza, mafundisho sahihi ya maana ya nguzo ya kwanza, inatakiwa vipi mtu aamini, na ni kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo biidhnillahi ta'ala tuzungumzie thamaratul iman billah, matunda ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu anapomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, madha yantuju, kitu gani kitakachotokea? Atapata matunda gani? Faida gani atakayoipata kwa kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na pia kuna athari gani katika maisha ya mu'min? Ni jambo kubwa sana ndugu zangu katika imani kulifahamu hili, kwamba iman ina athari kubwa katika maisha ya mu'min, bali tutakuja kuona biidhnillahi ta'ala hapo baadaye athari ya imani katika jamii biidhnillahi ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tukianza kulizungumzia hilo, kuelezea matunda ya iman na athari ya iman, tumeelewa huko nyuma kwa ujumla nini maana ya iman. Sasa tuangalie nini matunda yake mtu anapomwamini Mwenyezi Mungu. Kwa maana al-imanu billah tunachozungumzia hapa leo hii, matunda ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faida gani inayopatikana pale mtu atakapomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Huyu mu'min anapata athari gani kwa imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Jambo la kwanza ni tumaanina alqalbiyya wan nafsiyya. Mtu huyu atapata tumaanina katika moyo wake, utulivu wa moyo na nafsi. Moyo wa mu'min utajaa utulivu na amani. Hakuna kitu muhimu ndugu zangu kama moyo. Moyo huu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika maneno yake muhimu sana kuyazingatia hii leo, hasa katika zama hizi: ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasada al jasadu kulluhu. Hakika katika mwili wa mwanadamu kuna pande la damu, pande la nyama, damu iliyokusanyika, akimaanisha Mtume sallallahu alaihi wasallam moyo. Na akasema kwamba huu moyo ukiwa mwema, basi ukiwa mzuri, ukiwa safi, hauna matatizo, una afya mzuri, basi mwili mzima utakuwa na afya.
na ukiharibika basi mwili mzima utakuwa umepata maharibifu. Miongoni mwa mambo ambayo yanawasibu watu wengi sana katika maisha yao, kutokuwa na raha na utulivu wa moyo. Kwa nini watu wengi wamekosa raha na utulivu wa moyo? Hawana imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hivyo inapelekea mtu anakata tamaa katika maisha yake. Anapopata mitihani kidogo, basi huteteleka. Ndugu zangu, mtu ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu basi ana raha kweli kweli katika moyo wake, ana utulivu kweli kweli katika moyo wake. Allah anasema huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minin. Yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye ameteremsha utulivu katika nyoyo za waumini. Hapa anaelezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati wa mtihani mkubwa, wakati ambapo Waislamu wanapata mazingira ya kuwa na hofu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapa utulivu katika mioyo yao kwamba hakuna shida. Inna Allaha ma'ana, Mwenyezi Mungu yuko pamoja nasi. Ndugu zangu katika imani, hivi ndivyo inavyokuwa. Muislamu huyu mfano wa hali halisi ilivyo hivi sasa, mu'min anapopatwa na shida, anapofiwa, anapopoteza mali zake, anapopoteza kazi ambayo ilikuwa inamuingizia kipato, basi atetereki mtu huyu. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema innamal mu'minuna alladhina, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala wala nabluwannakum, tutawapeni mitihani. Akataja mitihani Allah Subhanahu wa Ta'ala mingi, kufiwa, kupoteza mali. Tayib, kisha akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala wabashiris sabirina alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wabashirie wale wenye subira, wale ambao wakipatwa na misiba wanasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maneno haya ni makubwa sana, watu huyakariri maneno haya kwa kiasi kikubwa sana, lakini wanajua tafsiri yake ni nini hasa, yanaakisi nini katika moyo wake. Yanaakisi kukubali kwamba yeye ni mja wa Mwenyezi Mungu, yanaakisi kwamba yeye ni mtu ambaye atarejea kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo anakuwa na raha na starehe pale anapopata msiba, kwamba kile alichokichukua Allah ni chake na yeye amempa mtihani tu. Hii ni pointi muhimu sana ambayo Muislamu anapata matunda, faida kubwa anapokuwa anamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio nukta inayofuata pia inagusa kipengele hicho, athabatu ala shadaidi. Anakuwa thabiti, hatetereki pale anapopata shida mbalimbali. Yule mwenye imani katika azamat, katika ibtilaat, anakuwa atetemeki. Azma ni misukosuko, mitihani mbalimbali anayopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwathibitisha kwa kauli thabiti wale walioamini katika maisha ya dunia. Pale inapotokea matatizo na mabalaa, atetereki katika imani yake, anabaki katika imani yake, pamoja na kwamba kuna fitna nyingi, kuna mabalaa mengi, lakini bado anabaki kwamba yeye ni mtu mwenye iman bila ya kuteteleka. Nukta ya tatu, aridha, alfauzu biridha Allah wal janna. Katika mambo muhimu ni kufuzu, ni kufaulu kwa kupata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala na kupata pepo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kitu muhimu sana ambayo nasema ni thamara min thamarati al-imani billahi azza wa jalla, ni matunda katika matunda ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alamsema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Yoyote yule ambaye atakayesema la ilaha illa Allah, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, basi mtu huyo dakhala aljannata. Kwa maneno yake hayo atakuwa ni mwenye kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawezi kuingia mtu katika pepo ya Allah isipokuwa ni kwa sababu amepata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hizi radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala vipi amezipata?
amezipata kwa sababu amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kamwamini Allah, kapata radhi za Allah, amemridhia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kumridhia Allah subhanahu wa ta'ala, akamwingiza katika pepo yake iliyo tukufu, jannati naim, pepo iliyojaa neema nyingi, pepo isiyokuwa na mfano. Fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, pepo ambayo ndani yake kuna kila kitu cha neema, neema ambazo haijapatapo kuonwa na jicho lolote, wala kusikiwa na sikio lolote, wala kuhisiwa na hisia zozote, kufikiriwa tu kwamba kuna kitu fulani hivyo atakavyoviona katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika neema hizi, pepo hii haipati isipokuwa yule mtu ambaye amemridhia Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ridha, kuridhiwa na Allah ni tunda katika matunda ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini jambo lingine ni kupata mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila vile ambavyo mja huyu anapokuwa anafanya ibada, anapotekeleza mambo ya ibada, anapojikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndivyo anavyopata mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama ilivyokuja katika mafundisho ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Insha Allah, baada ya mapumziko mafupi tutaendelea na kipindi chetu. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya. Naam, tunaendelea na kipindi chetu hiki. Ndugu yangu mtazamaji, tulikuwa tunazungumzia matunda ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana thamara, faida ya kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulikuwa tunazungumzia kupata mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hivyo mja anapataje mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ni kama vile alivyosema mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala sallallahu alayhi wasallam, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hata uhibbahu, hatuacha kuwa mja anajikurubisha kwangu, anajipendekeza kwangu kwa kufanya ibada za ziada zaidi ya zile ambazo alizomlazimisha, alizomwajibishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka inafikia hali kwamba anapendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu anayefanya ibada ni mtu mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu. Anayefanya ibada ni mtu mwenye kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, anayo imani billahi azza wa jalla. Kwa hivyo anapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia ndugu zangu katika iman billah inapelekea mtu awe ni mtu mustaqim, awe ni mtu aliyesimama katika haki, awe ni mtu mwenye tabia zilizonyoka, tabia njema zinazompendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alistiqama ndugu zangu katika imani ni kubaki katika haki, kubaki katika imani, kubaki katika mafundisho sahihi, kubaki katika njia sahihi aliyotufundisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema katika suratu Fussilat, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu, hakika wale ambao waliosema Allah ndiye Mola wetu mlezi, Mola wetu mlezi ni Allah, kisha wakabaki katika njia sahihi. Kubaki katika njia ni thamara, ni matunda ya kusema, matunda ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rabbuna Allah, yani wamemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikawa ni sababu, ni matunda, faida yake wakawa mustaqimin, wamekaa au wamebaki katika mafundisho na njia ile ambayo anayoitaka Allah Subhanahu wa Ta'ala, aliyotufundisha mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kumwamini Allah ndugu zangu katika imani pia ni sababu katika sababu kubwa kabisa zinazopelekea mtu akaokoka
akawa mbali na dhalal na shubuhat, akawa mbali na upotevu na mambo ya shubuha, mambo ya mashaka, mambo ambayo hayako sahihi, hayako wazi, ambayo yanaweza kumuingiza mtu katika ukafiri, yanaweza kumuingiza mtu katika upotofu. Tayib, na hapo anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Taghabun, wa man yu'min billah yahdi qalbahu, na yule ambaye anayemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu huongoza ule moyo wake, humfanya mtu huyu aone hili baya, hili zuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu amekuwa ni mu'min, anayemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ukimwamini, basi anakuongoza katika lile ambalo ni la kheri na anakuepusha na kila lile ambalo ni baya. Na haya ndugu zangu katika imani yameonekana wazi katika masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqi hali yao, uhalisia wa maisha yao, vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaongoza na wakawa ni wenye kufata njia iliyonyoka, wakawa ni watu safi, kwa sababu walimwamini kimadhubuti kabisa bila mashaka kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia katika mfano au katika yale ambayo ni matunda ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtu mmoja mmoja, al-ihsasu bil karamati wal izza, kwamba mtu huyu anahisi kwamba yeye ni mtu aliyetukuzwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni mtu ambaye ana izza, ana utukufu na ana nguvu aliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imani, ndugu zangu katika imani, yarfa'ul mu'mina 'ani dhulli li ghairi Allah. Imani ndio inamnyanyua muumini, inamfanya asidhalilike kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hebu fikiri mtu ambaye anayekwenda kuabudu jiwe, anayekwenda kuabudu sanamu, anayekwenda kuabudu panya. Wako wanaabudu panya, ndugu zangu katika imani. Katika ulimwengu huu wa sasa hivi wako wanaabudu panya, wako wanaabudu ng'ombe. Anadhalilika kwa ng'ombe na anaamini kwamba ng'ombe yajlibu almanfaa, ng'ombe yadfa'u adharra, kwamba ng'ombe ndiye anayemletea manufaa, ndiye anayemkinga na madhara. Anaamini hivyo. Anadhalilika kwa nani? Kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anadhalilika kwa kiumbe mnyonge, kwa kiumbe ambaye si lolote si chochote, hawezi kumletea kheri, manufaa, hawezi kumwondolea shida alizokuwa nazo, hawezi kumkinga na mabalaa yanayotokea, lakini anaamini kwamba hicho ndicho kenye kumkinga au ndicho chenye manufaa. Anakuwa dhalili kwake na kukiabudu. Muumini kwa imani ya kuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inamfanya awe aziz, awe ni mtukufu. Vitu kama hivi anaona ni viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vimeumbwa kwa ajili yetu sisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuambia vitu hivi kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo hawezi kuviabudu, hawezi kuwa mnyonge, isipokuwa anakuwa mnyonge kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndugu zangu katika imani inampelekea mtu asiye mnyonge kwa yoyote bali kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man iltamasa ridha Allah bi sukhti nasi radiyallahu anhu wa arda anhu nas. Yote yule ambaye atakayetafuta katika matendo yake, katika maneno yake, akitaka na kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata kama watu wakimchukia, hata kama watu kimnyongesha, basi huyo atazipata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pia watu watamwona ni mtu madhubuti na watamridhia mtu kama huyo. Hadithi hii imepokewa na Imam Tirmidhi. Baada ya hapo, ndugu yangu katika imani, tuangalie imani hii ya kuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, athari yake nini katika jamii. Jambo la kwanza, imani hii inaleta jamii ambayo yenye kupendana, jamii yenye mapenzi ya hali juu, jamii yenye kuhurumiana, jamii yenye kuishi na maadili mema. Siku zote mtasikia watu wanazungumza, mtasikia wanasiasa wanazungumza kwamba watu wanaohitajika kuwa viongozi ni watu wenye imani, ni watu wenye hofu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Kwa nini? Kwa sababu watu wa aina hiyo ndio hulingania kwenye mapenzi, kuhurumiana, hulingania kwenye amani, hulingania kwenye maadili mazuri na tabia mzuri. Kwa nini? Yanapatikana katika kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imani hii ya kumwamini Mwenyezi Mungu ndio humaliza jaraim fil mujtama, jaraim na ufisadi katika jamii. Tunasikia mauaji, tunasikia wizi na ujambazi, tunasikia uzinifu. Haya yote ni mambo ambayo sababu yake ni kukosekana kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jamii inamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haifanyi jambo isipokuwa hujiuliza, hivi Mwenyezi Mungu analikubali jambo hili au analikataa? Hili ni baya au ni zuri? Hujiuliza namna hiyo. Hafanyi jambo isipokuwa mpaka aone kwamba hili jambo linamridhisha Allah, na kama alimridhishi Allah ataliacha. Kwa jamii kama hiyo huwa ni jamii iliyojikinga, iliyoondokwa na ufisadi na maovu mbalimbali, na hivyo watu wanaishi katika hofu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia umma, katika faida za kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika umma, unaofanya umma uwe wenye mshikamano. Umma uwe ni wenye mshikamano kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sa'iru jasadi bi-as-sahri wal-humma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mfano wa waumini hawa, jinsi wanavyoshikamana, jinsi wanavyokuwa pamoja, jinsi wanavyokuwa ni wenye kupendana, ni kama vile unavyoona mwili mmoja, kiungo kimoja kikipata maumivu, kikistaki kwamba kina maumivu fulani, basi mwili wote ushirikiana na kiumbe kile. Na hii ndio mujtama mutamasik anaotaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaotaka Uislamu. Uislamu unataka watu wawe wameshikamana, wako kitu kimoja, wanashirikiana, wanapendana, wanahurumiana. Na hayo hayaji, ndugu zangu katika imani, isipokuwa kwa kupatikana kitu kinachoitwa kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mujtama unamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi watu wake mmoja mmoja wanakuwa na hofu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wake mmoja mmoja wanakuwa na upendo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wake mmoja mmoja wanakuwa ni watu wenye kupendana. Sasa matokeo yake uzaliwa jamii ambayo inapendana, jamii ambayo inashikamana, jamii ambayo ni yenye amani. Hii leo tunapozungumzia masala ya amani, ni kitu ambacho kinaliliwa na kila mtu. Kinaliliwa na kila mtu. Kwa nini kila mtu anaililia amani? Sababu ya kukosekana amani ni nini? Ni watu kukosa imani kumwamini Mwenyezi Mungu. Ni watu kukosa hofu ya kumhofu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni watu ambao kila mtu anafanya kwa kumfuata shaitan, kwa kufuata matamanio ya nafsi. Kwa hiyo kumeenea katika umma, kumeenea katika jamii maovu mbalimbali ambayo yamefanya jamii hii iwe haina maana. Mifanya jamii iwe ni jamii ambayo yenye matatizo makubwa, mauaji na mabalaa mbalimbali yapo katika jamii. Ayuhal ikhwa wal akhawat, ndugu zangu katika imani, thamaratul iman billahi adhimatun la tuhsa. Utakuona matunda na faida ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni makubwa sana, ambayo hayana idadi. Sasa watu wakitaka wapate faida hizi, basi wanatakiwa wawe ni wenye kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wataokoka na mambo mengi, wataepukana na mabalaa mengi. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabahu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah atuwezeshe kukutana tena kwa mara nyingine katika kipindi hiki adhim na wakati huu uliokuwa mtukufu kabisa kuzungumzia
al-iman, kuzungumzia masala ya iman. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya